Kitovuni mwa kaunti ya Migori, moshi kwa mbali unapindapinda kwenda angani, kwenda mawinguni. Moshi huu si ishara ya shughuli za kiviwanda tena, labda ni ishara ya matumaini finyu yaliyosalia hapa tangu mashine za kusaga sukari kuzima miaka kadhaa iliyopita. Zilizima na mtaji, ujira na maisha ya watu wengi wasiohesabika. Kwa miezi, ukimya wa mashine umekuwa ukavu wa mifuko. Tumelichakachua eneo hili mzima, maarufu ukanda wa uzalishaji sukari, kutoka milimo ya Elgon hadi fukwe za ziwa Victoria. Tulichotafuta si moshi pekee, bali pia rangi yake, kama ishara ya kilichosalia. Si mweupe kama wa jiji la Vatican, haha. Moshi halisi wa utengenezaji sukari ni mweupe. Kijivu, unatoka taratibu bila kukoma, ishara ya kazi kazini. Hapa soni kidogo kuna ishara ya uhai, kufufuka kwa mirindimo ya kiwanda chao. Kituo cha biashara cha Mayoni kwa wakati moja kilikuwa ni kituo chenye shughuli nyingi, huku kikiwa kimekaa katikati ya magharibi mwa Kenya na umbali kidogo tu kutoka kampuni ya sukari ya Mumias. Sasa kimezingirwa na ukimya wa kutisha. Paa zilizofifia, nyumba zilizochakaa na kufuli zenye kutu zinazoning'inia kwenye milango ya wakazi, wakiwa hawana tena matumaini ila kusisitiza hali ya huzuni hapa. Mji huu unaopatikana kando ya barabara ya Mumias Bungoma na kwenye makutano ya barabara ya Mumias Busia uliwahi kujulikana kwa mingurumo ya viwanda vya kutengeneza sukari. Kiwanda cha sukari cha Mumias kikirindima na kutangaza utamu na ladha ya bidhaa muhimu inayohitajika katika kila nyumba kila siku. Mayoni ilikuwa kubwa na tulikuwa na transporters wa miwa, kama tulikuwa na CSC hapa, tulikuwa na kuna mga alikuwa anaitwa Makahan, kuna mga alikuwa anaitwa Dedra, wote walikuwa naishi hapa. Mayoni ilikuwa soko kubwa sana. Mayoni wakati moja ilikuwa hai, mahali ambapo biashara ya sukari ilinawiri kutoka kiwango cha mashinani, ila kwa sasa inasimama kwa kivuli cha ukale wake. Gofu mahami. Mapigo ya moyo ya mji yalizimia wakati kampuni ya sukari ya Mumias, ambayo wakati moja ilikuwa fahari ya eneo hilo, ilipoyumbayumba na kuanguka chini, ilipolemewa na uzito wa msukosuko ya siasa na usimamizi. Mama mboga akileta mboga, ilikuwa akileta mboga inanunuliwa kwa urahisi. Lakini saizi mama mboga akileta mboga inakaa wiki, mwisho wake inaoza na mwaga kule. Mioto ya kiwanda ilipozima, ndivyo pia taa katika biashara nyingi hapa. Baa, hoteli, mikahawa, kila moja ilikunjwa kwa huzuni, moja baada ya nyingine. Maduka ya rejareja yalitazama rafu zao zikikusanya vumbi. Wamiliki wa nyumba waliolemewa na miaka mingi ya nyumba tupu walibomoa nyumba zile zile walizojenga kwa matumaini. Wakati kazi iliisha, watu walirudi manyumbani, wengine walienda kutafuta kazi nje. Hasa hapa watu wenye wako hapa labda ni wa within tu. Wengi walirudi marisafu. Kwa kupoteza kazi, njaa ilikuja. Baada ya njaa kukafuata tamaa.
wafanyakazi waliokwepa shoka walijikuta wajalipwa, wamesahaulika kwenye korido ndefu za urasimu. Na kwa hivyo familia zilipokuwa zikihama na wawekezaji kujiondoa, ukosefu wa ajira uliongezeka, na hivyo ndivyo uhalifu. Hapa hivi Mayoni ni kubaya mazee. Vijana watulii, mashughuli sasa ni kuiba. Sasa hakuna kazi ya kufanya, utafanya kazi gani? Unaona sasa hii watu hawana kazi, hakuna kitu tunafanya. Tunaweza shinda the whole day tumekaa tu tunapiga mdomo. Wengi wasichana wengi, vijana wengi walienda shule. Hata kwa kampuni sasa hii wakienda hakuna job opportunity sababu ni kidogo. Hata wafanyabiashara wadogo zaidi, tegemeo lisiloimbwa la mji huu, wanahisi uchungu wa kupuuzwa. Bila mapato yanayoweza kutumika, wateja walitoweka kama ukungu wa asubuhi. Ukiangalia hata tangu nikae hapa pengine hata sijauza. Unaweza kuwa hata na customer mmoja ama wawili kwa siku. Ama hata ukose, unaona. Kilomita kadhaa kutoka Mayoni, bado tukisalia magharibi mwa Kenya, tunapata kituo cha biashara cha Nyandolia. Hapa tunakutana na Benson Onyango, mshonaji wa viatu, akiwa ameketi kwa utulivu chini ya kibanda chake chenye vumbi, huku amezingirwa na lundo la viatu vilivyochakaa. Benson anatuambia kwamba viatu vingi ni vya wateja ambao wameshindwa kuvichukua kutokana na sababu za kifedha. Ilikuwa ukishona mnamalizana, hata mtu anakaa tu anangoja. Lakini siku hizi vile mtu anakuambia shona nimengoja huku kitu kidogo, hiyo wakati inapita na pia anaacha tu. Basi itapita, aidha umpea atumia, atakupea ama ikae tu hapo. Benson ameona Nyandolia ikichomoza na jua, na sasa anaitazama ikizama kwenye vivuli. Moshi ambao hapo awali ulipanda kutoka kwenye mabomba ya moshi ya kiwanda cha sukari cha Nzoia ulikuwa zaidi ya moshi tu. Ilikuwa maisha kwa mji huu na wakazi wake. Watu walikuwa wanafanya kazi, wanapata pesa, biashara inaendelea hapa. Hata hapo biashara ilikuwa inafanyika hapa huko. Watu wako na wamerenti nyumba wanakaa hapa wengi. Sasa hii hata ukienda kwa hizi nyumba hakuna watu, hakuna wafanyakazi hapa, hakuna biashara hapa. Tunapotembea kuzunguka kituo hicho, tunaona majengo kadhaa ya kizamani yakiwa yametekelezwa na kukaribia kuporomoka. Umbali wa vitalu kadhaa kutoka kwa kibanda cha Benson, tunaona jengo hili lenye maandishi Nzoia Investment Cooperative Society. Ndani tunakutana na Melvin Kahoya. Melvin anatuambia kwamba hii ilikuwa fahari yao wakati fulani kama wafanyikazi wa miwa wa Nzoia walioanzisha wakiwa na matumaini ya hali ya juu kabisa. We were running properly until 2017 when problems started cropping up. Nzoia Sugar could recover salaries from employees and failed to remit. Jumuiya ilimwaga pesa na kulazimika kufunga kila kitu: pampu ya mafuta, maduka, hata matumaini ambayo wanachama walishikilia. As I speak, they still owe us a lot of money. They have money in the tune of 10 million by 2017. It was in the tune of 10 million. Kutana na Emily Akinyi, fundi cherehani mahiri katika mji wa Chemelil ulio katikati ya kaunti ya Kisumu. Kwa miaka 28, veranda hii nyenyekevu iliyokingwa kwa mabati yaliyo na kutu imekuwa eneo lake la kusakatonge. Emily ni mmoja wa wenyeji wengi
ambao wametazama nyota ya Chemelil iking'aa na kisha kufifia jioni. Pesa ilikuwa inaflow na butchery zilikuwa nyingi sana sana, mabaa na maduka zilikuwa zimejaa sana. Mtu mwingine ambaye uwepo wake katika mji huu wa utamu wa sukari wakati fulani unakaribia kuiana na ule wa Emily ni Judith Wameyo. Kwa takriban miongo miwili, Judith amejipatia riziki yake kwa kuuza makaa, biashara ya hali ya chini lakini yenye kudumu. Kama Emily alishuhudia kuinuka kwa Chemelil na baadaye kuanguka kwa mji huo mbele ya macho yake. Watu wa biashara wengi wamefunga kwa sababu hakuna pesa. Mtu kama mwenye anafanya kwa bucha anaweza chinja ng'ombe auze even for 3 days inaharibika. Sasa wameamua kuacha. Senta iko chini sana. Yaani wacha tu nisitumie lugha, imekufa. Lakini kwa Edward Onyango, kumbukumbu za siku njema za zamani zimesalia ndani ya akili yake, zisizofutika, hazijaguswa na mapito wa wakati. Hata huzuni na habari za kufa kwa mji wa Chemelil haiwezi kufuta kumbukumbu hizo ambazo bado zinatetema moyoni mwake. Ilikuwa na waka kweli kweli. Kwa baa watu walikuwa wanakunywa pombe mingi. Biashara ilikuwa na waka kabisa. Kuona hii barabara ilikuwa na waka paka Muroni. Watu walikunywa pombe paka barabara kutoka hii Lamu. Lamu ilikuwa mzuri. Wanatoka hapa paka Kisumu wanakuja kunywa pande. Ilikuwa safe place. Leo Chemelil inatambuliwa kwa barabara mbovu na nyumba zilizochakaa ambapo familia uhangaika kila siku kujikimu. Ijapo kumekuwa na juhudi za kufufua hali, wengi wadau wanasema juhudi hizo hazitarajiwi kuzaa matunda hitajika. In the previous attempts to privatize this industry, even whether it was lease or whatever, the terms were very clear. The workers were to be involved, to be given a certain share. The farmers were to be involved, to be given shares. But this time, it's an individual. Juhudi moja ni kama alivyotangaza Rais William Ruto alipokitembelea kiwanda cha sukari cha Nzoia, kaunti ya Bungoma mapema mwaka wa 2025 na kurejelea mfumo ambao umekuwa ukifuatwa miaka nenda miaka rudi tangu awe waziri wa kilimo chini ya Rais Mwai Kibaki, akiwa naibu rais chini ya Uhuru Kenyatta na sasa kama rais. The recent competitive leasing of 4 state-owned factories, Nzoia, Chemelil, Soni and Moroni, is another strategic step to inject efficiency, restore profitability and safeguard farmers' livelihoods. Chini ya mpango huo mpya, Muhoroni na Chemelil za Kisumu zimekodishwa West Valley na Kibos Sugar. Nzoia Sugar na Bungoma sasa iko chini ya familia ya Rai, West Kenya Sugar Company. West Kenya inaimiliki na Itiri ya Bungoma, Kabras ya Kakamega na Olepito ya Busia. Soni Sugar ng'ambo ile imewekwa mikononi mwa Busia Sugar Industries. Hata hivyo, swali nyeti ni mikataba hii ya kukodishwa kwa viwanda hivi vya sukari iko na nini ndani yake haswa? Mbona iwe siri na ifichwe umma? Baada ya miaka 30 ya kukodishwa, Nzoia, Soni, Muhoroni na Chemelil bado zitasimama wima. They have refused to show us the lease. What does the lease read? If you ask me, I don't know. Because as farmers, we had no idea about it. We were told there would be public participation, but only public participation to be told that we want to lease. But the conditions of lease, no idea. The way it was done is the problem, because we were not involved as farmers, and we are the main stakeholders. There's no transparency, there was no discussion with the leadership, we have no idea, and yet we are the ones who are representing the people on the ground. We don't know how the list looks like, we don't know what it contains, and with that, this leadership here are totally against that list. My biggest fear
is that some people somewhere want to use this process, this process to push the border by bringing some communities to take land that belongs to us. Huko Kusa, NTV.